Mimi najua faida ya ukarimu, najua heshima, na walimu wetu wametusomesha, hususan napokuwa mbele yenu na mbele ya ulama kutoka Azhar. Azhar alladhi kana wa la yazalu qiblat alislam walmuslimin fi talab alilm. Na biduni mujamala, yani sio kuwapaka mafuta, kwa sababu wenyewe wapo kama vile Makka ndo qibla chetu katika sala ala imtidadi 1000 aam. Azhar ndo qibla cha Waislamu katika elimu. Kama hukusoma Azhar, basi umesomeshwa na aliyetoka Azhar. Kama mwalimu wako aliyokusomesha hakutoka Azhar, basi sheikhu sheikhik min ulama al-Azhar. Na hapa nataka nifahamike kwamba wanachuoni wana fadhila zao. Ndio mmoja aliwahi kusema, akasema, in istata'ta fakun aliman, ukiweza fanya bidii mpaka uwe mwanachuoni, uwe alim. Wa in lam tastati' fakun mutaalliman, kama huwezi basi kuwa mwanafunzi, isomeshe, soma. Wa in lam tastati' fa ahibbahum, kama hukuweza hata kuwa mwanafunzi basi wapende ulama. Wa in lam tastati' fala tubghidhum, kama hukuweza pia kuwapenda angalau usiwabughudhi, angalau usiwachukie. Mwenyezi Mungu awaweke wanachuoni wetu, alaikum bil ulamai falawla al ulama la sara an-nasu kal bahaim. Kaeni karibu sana na wanachuoni, kama si wao watu wangekuwa kama wanyama, kwa sababu hawa, kwa hadithi ya Mtume, al ulama warathatul anbiya, ni warithi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman inma warathu al-ilm. Elimu ndio iliyorithiwa kutoka kwa bwana Mtume Muhammad. Leo tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, tufaidike na huu mwezi. Na moja, wenyewe wanasema tuko katika high season. Ndio kila kitu kina wakati wake. Vijana wanajua season ya mambo yote, lakini hii ni season ya khair na baraka. Shahru rahmat albarakat, hii ni shahru sadaqat, shahru almaghfira, ni mwezi wa kila aina za baraka. Moja katika mambo ambayo tunatakiwa tustafid nao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume alipokuwa anapanda mimbar kusema, raghima anfu mri'in dakhala Ramadhan thumma insalakh wa lam yughfar lah, mtu ambaye Ramadhani imeingia alafu ikatoka, hata makosa yake hakusamehewa, hakufutiwa. Raghima anfuhu, huyo ameangukia pua, yani dasa anfuhu turab. Ikiwa utaangukia pua, umedhalilika, umehasirika, hukupata kitu. Mpaka hapa Ramadhani leo inakwenda ya 13, ina maana wewe hujasamehewa makosa yako. Unasubiri nini? Unajua sisi wanadamu kufanya makosa ni sifa yetu, ni tabia zetu. Na ndio Mtume akasema, kullu bini adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwab. Wanadamu wote ni wakosa, lakini wakosa wazuri ni wale wenye kutubu dhambi zao. Wakati ni huu, wakati ni sasa. Kama sio sasa, ni sasa hivi. Wanasema, ya ibadi kullukum tudhnibun laylan wa naharan wala yaghfiru dhunuba illa ana fastaghfiruni aghfir lakum. Enyi waja wangu, katika hadithi al-Qudsi Allah anasema, nyote biduni istithna, kullukum, nyote mnanikosea, nyote mnafanya madhambi, nyote mnafanya makosa, na hayo makosa yenu hakuna wa kuyafuta. Huwezi kama ndugu zetu wengine wanasema, nimekuja unifutie dhambi zangu, alafu anamkamata anamwambia, nimeshakufutia dhambi, huna madhambi tena. Sisi hatuna wa kutufutia dhambi isipokuwa Allah. Wala yaghfiruha illa ana, Allah, mimi ndo mwenye kufuta madhambi hayo. Sasa basi, fastaghfiruni, niombeni msamaha, aghfir lakum, na mimi nitawasamehe makosa yenu. Na mwenyewe anasema niombe, wewe bado umekaa. Jamani, sisi wanadamu mara nyingine tuna shida. Nipige mfano, kaja mtu hapa tunayemjua, labda
ana kila aina ya khairi amezikamata. Tuseme hela nazo, jamani, nimekuja na nina mafranka hapa, niombeni tu nini wapi. Alafu unamtizana anambia ukaondoka zako, wewe ni maskini jeuri na unahitaji leo hata iftari pia huna. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya za saum pale amepachika maneno baada ya shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Maneno haya yamepachikwa katikati ya aya za siyam, kisha Allah akasema uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum ila akhir al-ayat. Lakini hapa katikati kapachika aya kwamba wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi niko karibu sana. Walimuuliza karibu rabbuna fanunajih au baidu rabbuna fanunadih, Allah yuko mbali tupige kelele wakati wa kumwomba au yuko karibu tumuombe tunongone pole pole? Na hapa ndio unaona ile tofauti ya maswali yote alikuwa akiulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayasalunaka anil mahid qul huwa adha yasalunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khair yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu. Kila alikuwa akiuliza anaambia qul. Lakini alipoulizwa yeye Allah hakutaka hata kuwe na coordinator wa kusema mimi mpaka mpite pahala fulani, sema fa inni qarib, sifa qul inni qarib, niko karibu nao wakati wa shida zao na haja zao, waniombe tu na mimi nitawapa, waniitikie na mimi nitawapa. Allah hakutaka ukaribu wake na sisi wakati tunapomhitajia kuwe kuna shida za kumfikia, na ili wewe ukikosea uwe wepesi wa kwenda kwake na kurudi kwake. Na yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-layli hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Aliyefanya makosa usiku Allah anamsubiri asubuhi na mchana, aliyefanya makosa mchana Allah anamsubiri wakati wote, yuko katika kuwasubiri wewe na mimi katika wale waliofanya makosa na madhambi. Niombeni. Ndio mmoja akasema la tasalanna bunayya adama hajatan wasali alladhi abwabuhu la tujabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina tasalhu yaghdabu. Yule ambaye mlangoni kwake hakuna bawabu, hakuna security, hakuna askari wa kusema sasa hivi wakati yuko busy, sasa hivi sio wakati wake, nyinyi mna wakati wenu. Kwa binadamu ndio utayapata hayo. Ukifika utaambia mzee amelala, msubiri kwanza amke. Ukifika utaambia mzee yuko busy sana, leo siku ya kuwaona wajane, leo sio siku ya kuwaona wanaume, leo sio siku ya kumuona mtu kabisa, leo ana stress nyingi mzee, hataki chochote, atawatukana. Hizo zote ziko kwetu sisi wanadamu madhaifu, lakini mlango wa Allah uko wazi siku zote. Na sio hivyo tu, Allah ana huruma kwetu kuliko kitu chochote kingine unachokijua wewe chenye huruma katika viumbe vyake. Kuna mwenye huruma kuliko mama aliyekuzaa? Hadithi ya Bukhari na Muslim, Sayyidina Umar ibn Khattab anasema jaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bisabi, Mtume alikuja na hawa mateka wa kivita. Anasema
Katika hii sabi kulikuwa na mwanamke tasa, anakwenda huku na kule, anapapatika hivi, hata wajadat sabiyan. Huyu mwanamke katika kwenda mbio kwake kutafuta, tukamwona anapaparika mpaka akenda akaonana na mtoto. Tukamwona, alipomuona amebadilika, amemchukua, amembeba, amemweka kifuani kwake, akaanza kumnyonyesha. Zile huruma na ile image tuliyoiona pale, tukaona huruma za hali ya juu kwa mama juu ya mwanawe. Mtume akatuuliza swali, atarauna anna hadhihi almar'ata tattarahu ibnaha fi an-nar, atarauna anna hadhihi almar'ata tarihatan ibnaha fi an-nar, namuona kwamba huyu mama anaweza akamtupa mwanawe motoni? Wanauliza masahaba, atamtupa motoni huyu? Achilia mbali motoni, hata kumtupa ardhini hamtupi. Sasa kaambia basi, fallahu arhamu biibadihi min hadhihi almar'ati biwaladiha, basi Mwenyezi Mungu ana huruma sana kwa mja wake kuliko huyu mama alivyokuwa na huruma kwa mtoto wake. Utakapojua hilo, inna Allaha arhamu bika minka, Allah ana huruma na wewe hata kuliko wewe mwenyewe ulivyo na huruma juu ya nafsi yako. Sio unajihurumia pia, unajitizama hali yako, maana unasema nimeangalia nafsi yangu, hali yangu, najihurumia mwenyewe, siwezi kwenda. Basi Allah ana huruma na wewe kuliko unavyojihurumia wewe mwenyewe nafsi yako. Fa in'amul walidain, hakuna baada in'amillah katika khalqillah, in'amul walidain ni kubwa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā. Baada in'amillah, huwezi ukapata mtu mwenye kukujali, kukukea, kukuangalia vizuri kama wazazi wako, mwenye huruma nawe, kwa sababu Allah hataki chochote kutoka kwako. Hata hizi ibada usifikiri kwamba zinamfaa, zinakufaa mwenyewe. Ukiambiwa funga, usifikirie unanufaika kwamba usipofunga ufalme wake utadondoka, zinakufaa wenyewe. Wa antasumu khairul lakum, khairul lillah, khairul lakum, hizi ni khairu zenu wenyewe, hii inarudi kwenu. Na mama na baba, katika viumbe hakuna baba kwamba anakulea wewe ili yeye apate faida yoyote. Nataka mwanangu aje apate better future, bright future, kwa sababu uishi vizuri, ukae vizuri, usiumwe. Mama ana hiari, mara nyingine angekuwa anawezekana kuchukua maradhi yako wewe akayabeba yeye, basi angekuvua ili wewe uendelee. Hizo ndo rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Arhamu bina hatta indama na'si, anatuhurumia mpaka pale tunapokuwa tunamuasi. Mmoja katika ulama anasema Allah wakati unamuasi wewe anakupa neema aina 6. Kuna mambo 6 Allah anakupa wewe mwenyewe hujui. La kwanza kwamba ni halim, amekuwa mpole kwako. Lau arada la qasama dhahraka indama ta'si, amekuwa mpole, na ingelikuwa anataka angekuvunja uti wako wa mgongo akakuulia mbali. Sasa nakwambia mja wangu, mimi nimesema wala taqrabu zina, wewe ndo unakwenda tena unaisafiria, mara nyingine tena unaitafuta kwa hali na mali, kwa nguvu zote. Basi pale unapokifanya kile kitendo angekuulia mbali Allah, lakini nini? Yahlumu alaika, amekuwa na upole juu yako. Wewe unasema una enjoy na yeye hakufanyi chochote. Hiyo ya kwanza. Anasema ya pili, yun'imu Allahu alaik, ndani ya matendo unayoyatenda machafu, yunzilu Allah alaika ni'am, Allah anakupa neema. Neema unaona, una nguvu, una afya, una siha. Hayo machafu unayoyafanya, ingekuwa huna nguvu, huna siha, huna afya, usingeyasafiria, usingeyaendea, usingeweza hata kuyafanya, usingeweza. Siha yako ndo imekughuri mpaka ukenda ukalewa,
ungekuwa uko kitandani mahatuti, ungetafuta ulevi? Si miguu yako hii alokupa Allah ndio ilikupeleka? Si macho haya alokupa Allah ndio alokuonyesha akakupeleka? Angalia neema ngapi anakupa ndani, unamwasi na neema anakupa, bado unapumua. Allah si ange block hizo pumzi, mkupuo huo ukablock mara moja, wewe ukakata kabisa wakati wa kumwasi, lakini unamwasi huku unapumua vizuri. Lakini pia kitu kingine, annahu yasturuka jalla jalaluhu, Allah anakustiri. Unayafanya mambo ya kupwa na ya kujaa. Kiswahili cha kwetu, yani kupwa ni yale maji yakishaanza kutoka baharini, kujaa yake yani wewe una madogo na makubwa. Tuna mengi tunafanya, na lau Allah angeyakashifu kila mmoja akayaona ya mwenzake, lama jalasna, tusingekaa pamoja. Lama jalasa ahadun ahada, ingekuwa yale machafu tunayoyafanya yanatoa harufu, ingekuwa yale madhambi tunayoyafanya tunaandikwa na alama. Lakini ya Allah anatustiri, tukionana bado tunaonana watu wazuri, malaika. Naam. Na mara nyingine mtu mbaya kweli kweli kwako wewe pia humjui. Malakun karimun fi madhharihi, shaytanun rajimun fi makhbari au fi makhbaihi. Inakuwa hivyo wanadamu, lakini subhanallah, maasi na madhambi Allah anatustiri, sitara kubwa. Kwa hiyo amekuwa halim, amekuwa mun'im, amekuwa sitir ndani ya kitendo kimoja hicho hicho, lakini anakustiri. Lakini kitu cha nne, wakati wewe unafanya dhambi zako, annahu yaftahu laka abwaba tauba, milango ya toba yote anakufungulia, anakuambia hii iko wazi kwa ajili yako. Kama ni mchana na kufungulia usiku, na kama usiku na wakati wowote, tena bila ya kukuambia kuna sharti fulani. Ukitaka wewe utubu kwangu, basi itabidi uende zako Maka kule kwenye mji mtukufu, au uende zako siku ya hija. Hata nyumbani kwako rudi kwa Allah, hata msikitini kwako rudi kwa Allah, hata shambani kwako rudi kwa Allah. Milango ya toba iko wazi. Tena Mtume anatuambia ma lam yugharghir, yani mlango huu uko wazi maadamu roho haijafika nafasi yake ya mwisho, wewe wakati wote unarudi kwa Allah. Fataha Allahu alayka abwaba tauba, milango ya toba iko wazi. Naam. Ndio maana nasema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqq wala yaznun waman yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan. Illa man taba, atakayetubu atasamehewa makosa yake. Kwa hiyo yaftahu laka abwaba tauba, milango ya toba amekufungulia Allah, uko wazi. Na jambo lingine, Allah subhanahu wa ta'ala yubaddilu Allahu sayyiatika hasanat, yani hayo maasi na makosa yako Allah anayachange na yabadilisha, yanakuwa mema na mazuri. Ndio katika hiyo aya inasema illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ulaika sema yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, hao watabadilishiwa maasi, makosa, madhambi yao yatakuwa ni mathawabu chungu zima. Kitu cha mwisho katika neema sita anazokupa Allah, asema Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuk, anakupenda. Kwa nini nasema yuhibbu tawabin? Allah anawapenda wenye kutubu. Kwa ndugu yangu, hii nafasi yako Mwenyezi Mungu amekupa uwezo, mdomo unao, nafasi unayo, hususan hii Ramadhani. Ndio maana dua kubwa tunaomba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hii ndio ilofundishwa wakati Bibi Aisha namuuliza Mtume, nikiyakinisha kwamba Lailatul Qadri labda ndo madhanna leo hii, nifanye nini, niseme nini? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hakuna celebration kubwa kama mtu kusamehewa makosa yake na madhambi yake. Kwa hiyo tutumie vizuri ndugu zangu Ramadhani, iwe ni kafaratan lisayiatina kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad. Mimi naona haya kuongea mbele ya wazee, na huyu Sheikh Nabat ni Azhari vile vile, wanachuoni wakubwa,
nimekosa adabu kuzungumza mbele ya watu kwa hakika. Lakini sisi tumefundishwa na wazee wetu na walimu wetu, wanasema imtithalu al-amri khairu min suluki al-adab. Imtithalu al-amr khairu min suluki al-adab, yani kufuata amri ni bora kuliko kufuata adabu. Lakini pia mimi naweza nikasema suluku al-adabi khairu min imtithali al-amr, ikaenda vice versa. Kufuata adabu ni bora kuliko kufuata amri, na yote inawezekana. Labda niwaambie vijana wadogo, talabatul ilm, nini maana yake imtithalu al-amr? Kufuata amri, kuisikiliza amri, khairun, ni bora, min suluki al-adab, kuliko kufuata adab. Sheikh Nabati kaniita hapa, njoo Uthman Maalim uongee na Waislamu wa Burundi. Hii ni amri kanipa. Sasa mimi kunyanyuka kuongea nanyi ni kufuata amri na adabu yangu, kwa sababu yeye ni mkubwa kielimu kwangu na kiumri na hawa waliokuwepo. Adabu yangu hainipi mimi kuongea mbele ya watu wenye adabu nikajifanya mimi ndo muongeaje, wao wanasikiliza. Adabu hainipi hivyo. Lakini nimesema kufuata amri ni bora kuliko kufuata adabu, kwamba mimi mdogo wao siwezi kuongea mbele yao, ni kufuata adabu, lakini nimefuata amri. Lakini pia kufuata adabu mara nyingine inawezekana ikawa vizuri. Simama Uthman Maalim mtolee khutba, sisimame. Kwa nini? Kwa sababu nitakuwa nimekosa adabu kusimama mbele ya wakubwa, mbele ya wanachuoni hawa. Ni kama kule kwetu tuna mfano, tunasema ni kupeleka zile karafuu Pemba. Unajua Pemba kisiwa cha moja katika visiwa vya Unguja, kina produce zile karafuu kwa wingi. Sasa wewe utoke zako Bujumbura uwapelekee wao karafuu, umefahamu? Yani bai'u alma fi jazirati as-saqaina au as-suqa, kwenda kuuza maji katika kisiwa ambacho wao ndo yusaddiruna alma. Ndio mimi kuongea mbele ya Azahira. Mwenyezi Mungu awaeke wanachuoni hao tupate faida kwao kila wakati.